Madhara ya kujenga ghorofa chini ya kiwango. Elimu ya ujenzi wa kitaalamu. Sikiliza vizuri, hii imeandaliwa na Mjenzi wa Nyumba TZ. Utangulizi. Katika miji mingi ya Tanzania na kwingineko, ujenzi wa magorofa umeongezeka kwa kasi kubwa kutokana na ongezeko la watu mijini, hitaji kubwa la makazi bora, upungufu wa ardhi katika maeneo ya mijini. Hata hivyo, changamoto kubwa inayoikumba sekta hii ni tabia ya baadhi ya wajenzi na wamiliki wa miradi ya kupunguza. Wamiliki wa miradi ndio wanayosababisha kupunguza viwango vya ubora kwa nia ya kupunguza gharama. Ukweli mchungu ni huu: ujenzi wa ghorofa ya chini ya kiwango si tu kosa la kisheria, bali ni tishio la kweli kwa maisha ya watu na mali yao yote. Hatari kwa maisha ya binadamu. Ghorofa inayojengwa chini ya kiwango haina uimara wa kutosha kustahimili uzito wake wenyewe wa kimuundo, mzunguko wa watumiaji wa kila siku, majanga ya asili kama tetemeko la ardhi na mengineyo, nguvu za upepo mkali. Mara nyingi matukio ya majengo kuporomoka na kuua watu yamehusishwa moja kwa moja na matumizi ya vifaa duni visivyo na viwango, kupuuza ushauri wa wahandisi waliohitimu, kukosa usimamizi sahihi wa ujenzi site. Ajali hii husababisha vifo, majeraha makubwa na huzuni ya kudumu kwa familia zisizo na hatia. 2. Hasara kubwa ya kifedha. Wamiliki wanaojenga kwa viwango duni mwishowe hujikuta wakitumia pesa zaidi kurekebisha kasoro zilizoweza kuepukika, wakibomoa na kuanza upya, hasara ya mara mbili au zaidi. Jengo linapoteza thamani kwa haraka sokoni. Jengo halivutii wawekezaji wala wapangaji wazuri. Hasara ya kifedha inaweza kuwa mara mbili au zaidi ya gharama halisi ya kujenga kwa viwango sahihi tangu mwanzo. Jiulize hivi, je, inamaanisha nini kuokoa kidogo leo na kupoteza yote kesho? 3. Kuvunjika kwa sheria na adhabu za kisheria. Sheria za ujenzi na mipango miji Tanzania zina viwango mahususi kwa magorofa kwa ajili ya usalama wa umma. Kujenga chini ya viwango hivi ni kuvunja sheria na matokeo yake ni faini kubwa kutoka mamlaka husika, amri ya kubomoa jengo lako lote au sehemu yake, kufunguliwa mashtaka ya jinai mahakamani, serikali za mitaa kupeleka vifaa vya ukaguzi na kusimamisha ujenzi. Gharama ya kufuata sheria ni ndogo sana kulinganisha na gharama za kukiuka sheria. 4. Uharibifu wa sifa na uaminifu wa kampuni. Kwa mkandarasi au kampuni ya ujenzi, sifa nzuri hujengwa kwa miaka mingi ya kazi ngumu, lakini huharibika kwa tukio moja tu. Kampuni inayohusishwa na mradi mbovu inapoteza wateja wake wote wa zamani, inakosa zabuni za miradi mipya, inafutwa usajili wake wa kitaalamu, inakufa kimya kimya bila kupigwa vita. Biashara ya ujenzi inadumu ni ile inayolinda sifa yake kwa kulinda viwango vyake kila wakati kwa ajili ya mteja wake. 5. Athari kwa mazingira. Majengo yanayojengwa chini ya viwango husababisha athari za muda mrefu kwa mazingira, ikiwemo maji taka yasiyomwagwa ipasavyo. Hebu nirudie kwanza hapa ili mnielewe vizuri. Maji taka yasiyomwaga ipasavyo, uchafu wa ardhi na maji ya chini, upotevu mkubwa wa nishati kwa sababu ya ukosefu wa usanifu sahihi,
uharibifu wa ardhi kutokana na kujenga kwenye maeneo yasiyofaa bila tathmini, taka za ujenzi zinazotawanyikwa bila mpango wowote wa mazingira. Ujenzi wa kitaalamu unazingatia mazingira, si jengo tu. Hitimisho la kitaalamu. Kujenga ghorofa ni uwekezaji mkubwa unaohitaji umakini wa hali ya juu katika kila hatua, ushirikiano na wataalamu waliobobea na waliohitimu, michoro sahihi ya usanifu iliyoidhinishwa, vibali halali kutoka mamlaka husika, vifaa bora vya viwango vya TBS, usimamizi wa madhubuti wa kazi site. Kujaribu kupunguza gharama kwa njia zisizo salama ni sawa na kucheza kamari na maisha ya watu wanaokupenda. Chaguo ni lako, lakini matokeo ya tahadhari wengine wengi. Matokeo yataathiri wengine wengi. Unahitaji msaada wa kitaalamu wa ujenzi wa ghorofa? Mjenzi wa Nyumba TZ tunakusaidia kujenga ghorofa yako kwa usalama, ubora na viwango vya kimataifa. Michoro ya ramani, architecture na structural design, ikiwemo mpango sahihi wa nguzo, beam na msingi wa ghorofa. Makadirio sahihi ya gharama, BOQ. Unajua gharama kamili kabla ya kuweka tofali la kwanza. Usimamizi wa ujenzi, project management, kuhakikisha kila hatua inayofanyika kwa viwango sahihi. Ujenzi kamili wa ghorofa kuanzia msingi hadi kukabidhi funguo mkononi. Ushauri wa kitaalamu wa kisheria, kiufundi na wa vifaa bora. Wasiliana nasi sasa hivi kwa simu au message ya kawaida tu. Namba ni 07 12 93 70 90. Pia kuna WhatsApp ambayo ni 07 65 93 70 90. Hata Telegram pia unatupata kwa namba hiyo hiyo. Barua pepe ni info@mjenziwanyumbatz.com. Pia ili uweze kuendelea kuzipata elimu hizi, fuatilia kwenye mitandao yote unayojua duniani, zikiwemo blog, website na kadhalika. Jina ni moja tu, Mjenzi wa Nyumba TZ. Tunapatikana Mbezi, Dar es Salaam, Tanzania. Tunafanya kazi Tanzania nzima. Jenga kwa ubora, jenga kwa usalama, kwa sababu nyumba bora hujengwa na fundi bora. Mjenzi wa Nyumba TZ, tunajenga maisha, sio kuta tu. Asante sana kunisikiliza na karibu tena kwa elimu zaidi na zaidi. Shukrani.